Ndio ile ilikuwa inapeleka watu waende waone Mungu. Sasa tunaomba waskofu watuombee ili tusibaki siku nyingine nyuma. Your Excellency, mimi nina machache ya kusema. Ya kwanza ni ya kwamba kushukuru wewe kwa mambo ambayo yanaendelea hapa kwetu Nyanza, Migori, Homa Bay, Kisii, Nyamira na Kisumu na Siaya. Kuna mpangilio kubwa ya maendeleo ambayo inaendelea. Na sasa ndio watu wameona the reason why ulitengeneza serikali ya broad based. Agenda ya serikali ya broad based ilikuwa kuleta maendeleo na kuleta Wakenya pamoja ili wananchi wote hapa Kenya wanufaike, wapate maendeleo na wasaidike. Vile unavyojua kuna sehemu zingine hapa Kenya ziliwachwa nyuma tangu uhuru ipatikane. Sehemu ambayo maendeleo haikuwa inafika kwa njia yoyote, mara wanaambiwa hawa ni wapinzani, mara hawa sijui ni Waganda, hatukujua the reason. But now maendeleo inafika kila pahali under the broad based government. Na hiyo ndio Mkenya yoyote anajivunia kuwa Mkenya. Your Excellency, unajua siasa ya ubaguzi na siasa ya ukabila itasumbua Kenya. So lazima, the way I'm told the preacher has said, when I was in Migori, someone called me, the preacher said that leadership is taking difficult decisions and taking people to where they don't want to go. It is very true. Watu wataki kuenda pali ambaye ni ngumu. So uongozi wako ambaye inapeleka watu sehemu ngumu ndio uongozi ambaye itakuja kuleta maendeleo. Ya pili, Mheshimiwa Rais, katika hii mpango yetu ya siasa, na leo tuko kwa kanisa na pale ya maombi, mimi naomba wanasiasa wenzangu tutoe mambo mbaya na mambo ya kuongea vibaya ndani ya kanisa. Tuende kwa masoko, tuende kwa barabara, tuende kwa marali. Kama unataka kuongea juu ya masikio ya rais, enda fanya huko kwa soko, pali mimi utanipata. Mimi pia niko sokoni, sitaki kuongea ndani ya kanisa vibaya. Usiongee juu ya watu wengine ndani ya kanisa. Na kanisa isiruhusu hiyo, wakatai kabisa. Kwa sababu wengine labda hawajakuja kwa kanisa kufanya maombi, wamekuja kwa nia nyingine ambayo haijulikani. So tunataka kama watu wa siasa tukutane huko nje ili